Fizi News 24. Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Mpenzi mtazamaji wa Kivu Leo 24, mjambo na karibu katika matangazo yetu ya Septemba 16, 2025. Tunatangazia toka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, South Kivu. Natasha Miongo Andrea ni msomaji wa siku. Tuangazie habari hizi na habari za kijamii. Watu wanaozaniwa kuwa ni wezi wa misalaba na fremu zingine za vyuma kutoka makaburi ya Ruzizi katika manispaa ya Ibanda wamekamatwa na vyombo vya usalama katika sehemu hii ya manispaa ya Ibanda. Habari iliyotolewa na BACDI Sahel katika mahojiano na mnamo Jumanne Septemba 16, 2025. Kulingana na shirika hili, watu wawili wanaoshukiwa kuwa wezi walinaswa na walinzi wa BACDI wakishirikiana na idara za usalama, wawili hao wakiwa na misalaba iliyoibwa, madirisha ya chuma na vyuma, vyanzo vyetu vinabainisha. Kwa mujibu wa BACDI Israel, wakati misalaba na madirisha haya yanawasilishwa kwa mamlaka, wahusika wa kitendo hiki ambao watafunguliwa mashtaka ya unajisi mkubwa wamekuwa wakifanya kazi katika makaburi ya Ruzizi kwa miaka kadhaa na kuharibu lebo mbalimbali na kuziuza kwa jina la mitraye metale chakavu inayojulikana kwa jina la mabende, huku wakitoa shukurani kwa vyombo vya usalama kwa kazi yao. Kampuni hii inaahidi kufuatilia kesi hiyo hadi mwisho ili kuhakikisha adhabu ya mfano kwa wahusika. Wafu wetu wanastahili heshima na kuzingatiwa. Misalaba hii itarejeshwa kwenye makaburi na madirisha kwa wamiliki, kampuni ilihakikisha. Ikumbukwe kwamba wizi wa vyuma kutoka makaburi ni makosa na ni shida kwa familia nyingi. Hivyo hamasa ya kampuni ya BACDI kushiriki kukomesha tabia hii kwenye makaburi ya Ruzizi. Afya. Wakazi wa Lomera katika tarafa la Kabare wanakabiliwa na ugonjwa wa malaria kwa wiki kadhaa. Hali hii ni matokeo ya kuongezeka kwa mbu kwenye maji yaliyoachwa katika vifaa vya ufundi vya kuosha dhahabu katika eneo hilo. Taarifa hii imetolewa na kituo cha Lomera Negos katika taarifa kwa vyombo vya habari iliyotufikia Jumanne Septemba 16, 2025. Kwa zaidi ya wiki moja, wakazi wa Lomera wamekuwa wakiishi chini ya tishio la mara kwa mara la kuumwa na mbu. Wameripoti kwa wingi katika eneo hilo. Katika taarifa kwa vyombo vya habari iliyopokelewa Jumanne, Ejide Sanzira, mwakilishi wa jumuiya ya eneo hilo, alionyesha kuwa uvamizi huu unahusishwa na kuwepo kwa maji yaliyoachwa katika vifaa vya ufundi kwa kuosha dhahabu vinavyojulikana kama lutra. Maji hayo ambayo hayajachujwa ni nafasi ya mbu ambao ni waenezaji wa moja kwa moja wa malaria, alisema. Anachukua hali hii kuwa muhimu kwa wakazi wa eneo hilo ambao wanaomba kwa haraka mamlaka za afya kuingilia kati. Mbali na hatua za usafi, wakazi wanaomba kupatiwa vyandarua vinavyokuwa na dawa ili kupunguza hatari ya kuambukizwa, haswa kwa watoto na watu wanaoishi katika mazingira magumu. Kwa ufupi, shirika hili linatoa wito kwa viongozi wa jamii, mamlaka na wadau wa sekta ya afya kushiriki katika kuzuia hatari hii ambayo inaweza kusababisha mgogoro wa afya unaoweza kuepukika katika kipindi hiki, waliongeza. Siasa. Naibu gavana wa Kivu Kusini anayeshughulikia masuala ya utawala, kisiasa na kisheria, Dunia Masumbuko Bwenge Duxia, alikamilisha siku ya matembezi Jumatatu Septemba 15, 2025 huko Minova, kikundi cha Buzi katika tarafa la Kale. Hii ilikuwa ni kujifahamisha na shughuli za wafanyakazi wa kibinadamu na kuwapa mwongozo mpya wa kufanya kazi katika eneo hilo. Asubuhi na mapema, makamu wa gavana alianza ziara yake katika eneo la afya la Minova.
ambapo walikutana na wafanyakazi wa afya na maafisa katika kituo hiki cha umma. Serikali ya mkoa ilifurahishwa kufunga rasmi kampeni ya chanjo ya polio ya 2025 katika eneo lote la afya la Minova. Kati ya watoto 1122,640 wenye umri wa miaka 0 hadi 5 wanaotarajiwa, 1114,905 walichanjwa kati ya Septemba 11 na 14 kutokana na mkakati wa nyumba kwa nyumba ambao kwa muda unatoa kiwango cha chanjo ya pasenti 95.3 wakati ukusanyaji wa data unaendelea. Baada ya eneo la afya la Minova, makamu wa gavana aliongoza mkutano wa kueleza matarajio ya vuguvugu la mapinduzi la Alliance Fleuve Congo AFC M23 kwa mashirika ya ndani, kitaifa na kimataifa yasiyo ya kiserikali yanayofanya kazi katika maeneo yaliyokombolewa ya Kivu Kusini, lakini haswa katika eneo la Minova, kikundi cha Buzi. Baadhi ya wawakilishi 50 wa mashirika haya walishiriki katika mkutano huu ambao lengo lake lilikuwa kutoa mwelekeo mpya na mikakati ya kazi ili kumaliza matatizo ya muda mrefu katika sekta hii. Kuanza sasa, mashirika yasiyo ya kiserikali yanatakiwa kujipanga na kipaumbele mkoa, wilaya na eneo la uendeshaji. Kabla ya kuanza shughuli zao wala kujiimarisha, lazima watambuliwe na kujijulisha katika ngazi ya mkoa na kuwasilisha kwa mamlaka za eneo na za mitaa ambazo watawajulisha mahitaji ya msingi au kipaumbele kunako idadi ya watu. Mashirika haya yasiyo ya kiserikali sasa yanatakiwa kuwasilisha ripoti kwa mamlaka kila mwisho wa mradi pamoja na kuwasilisha matokeo na hadhari kwa miradi yao kwa walengwa. Habari za mazingira. Wakazi wa jiji la Bukavu wanahimizwa kuchukua hatua ili kupunguza hatari zinazohusiana na mafuriko, maporomoko ya ardhi na miamba mbalimbali wakati wa msimu huu wa mvua kisha kumaliza msimu wa kiangazi. Wito huu umetolewa na mwanaripota wa Kivu Leo 24 Jumanne Septemba 16 wakati wa matembezi mnamo maeneo kadhaa ya jiji la Bukavu. Katika sehemu kubwa ya jiji la Bukavu, mifereji ya maji imezibwa, mifereji imebadilishwa kuwa madampo na nyumba zimejengwa kando ya mifereji ya maji bila hatua zozote za ulinzi. Picha hii ya kutisha inaendelea licha ya kampeni za kuongeza uelewa juu ya kuzuia majanga ya asili wakati wa mvua. Katika maeneo kadhaa ya manispaa ya Kadutu, Ibanda na Bagira, ukosefu wa matengenezo ya maeneo ya mifereji ya maji unaweka idadi ya watu kwenye mafuriko na maporomoko ya ardhi. Waangalizi wengi wanasisitiza haja ya kuchukua hatua haraka kwa kuimarisha misingi ya nyumba, kusafisha mifereji ya maji na kushiriki kikamilifu katika kazi za jumuiya kulingana na Salongo kila Jumamosi. Hayo yote ni kusafisha njia ya maji ya mvua na kuzuia mafuriko kwa njia mbalimbali za maji ikiwemo mto Kaua. Pia zinakumbusha shule, makanisa na masomo kuchukua hatua za kulinda miundombinu yao, kuzuia mikusanyiko ya maji na kuhakikisha usalama wa watumiaji. Kwa ufupi, waangalizi wenye ujuzi wanasisitiza kwamba kuzuia ni jukumu la pamoja. Hivyo basi, umuhimu wa kuongeza uelewa miongoni mwa wakaazi kuhusu uraia wa ekolojia ili kuchukua jukumu muhimu katika kuzuia madhara ya usimamizi mbaya wa mazingira. Tubaki tu katika sekta ya mazingira. Watu wa Kivu Kusini wanatakiwa kulinda tabaka la ozoni ama couche d'ozone kwa lugha la Kifaransa kwa kuunda nafasi za kijani kibichi na kudumisha maeneo yenye miti ili kunyonya uchafuzi wa mazingira. Wito uliozinduliwa na mashirika ya kiraia ya mazingira kando ya siku ya kimataifa ya uhifadhi wa tabaka la ozoni inayosherekewa kila Septemba 16. Ili kulinda tabaka la ozoni ama couche d'ozone kwa Kifaransa, Ladislas Witanene, mwanaharakati wa jumuiya ya kiraia wa mazingira, anatoa wito kwa kuwajibika kwa pamoja kwa kujihusisha katika usimamizi wa taka na upandaji miti upya ili kuilinda. Septemba 16 ni wito kwa kila mkazi wa sayari na hasa kwa wakazi wa Kivu Kusini kuhifadhi, kuzuia,
hiki kilichoonekana ambacho kinahakikisha uhai. Tutamatisha na habari za utamaduni. Mapambano dhidi ya hukumu zinazotolewa dhidi ya wanawake kulingana na sura zao ni lengo la onyesho lililoandaliwa na mchekeshaji Irene Ziruka Oktoba 11, 2025 katika jiji la Bukavu. Katika mahojiano nasi, msanii huyu alisema kuwa onyesho hili lililopewa jina la Si je n'étais pas là kwa lugha la Kifaransa, yaani endapo sikuwepo, ni show ya kitalii ambayo itafanyika katika mgahawa wa Kinelubu ulioko mtaani Ibanda. Mwisho anaongeza kuwa onyesho hili ni fursa kwa wakazi wa jiji hili kucheka licha ya mzozo wa kiuchumi. Hii ni fursa kwa nyota huyu wa vichekesho vya DRC kutoa wito kwa wakazi wa Bukavu na kando kando kujikubali licha ya muonekano wao, kwa sababu kulingana na yeye sio sura yao inayowafafanua. Mwisho anaalika wakazi wote wa jiji la Bukavu na maeneo yake ya karibu kushiriki katika onyesho hili ambalo linaangazia maadili ya wanawake bila kujali sura zao. Alisema lengo yayo ni kusumulia mwanamke, ni kusumulia mwili wa mwanamke juu kuko majugement za mingi entre mwanamke wa munene wa mgonde. Alors question yeko pale ni kujiuliza, est-ce que apparence tunjo ina définir personne ou il faut voir au-delà de cela. Ni kuba inviter juste de mettre de côté les apparences, de mettre de côté ile majugement kukua na teta mtu juu ya mwili yake na kuangalia la valeur ya mtu. Ni hayo tumekuandalia kwa Septemba 16, 2025 mpenzi mtazamaji wa ratiba zetu. Asante. Tukutane wakati mwingine. Kwaherini. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.